Okay, habari za sasa hizi. Pole sana na majukumu ya hapa na pale. Kama ilivyo desturi yetu, leo tutapenda kuzungumzia kwa ufupi sana kuhusu changamoto ya vidonda vya tumbo. Watu wengi, imekuwa mara kadhaa unakutana na watu wengi sana wana vidonda vya tumbo. Huyu ana hichi, huyu ana kile, huyu ana hichi, huyu ana kile, na zinapishana kulingana na muda wa tatizo limekaa kwa muda gani. Sasa leo tuzungumzie labda tuweke labda scenario, tunafahamu vipi kuhusu vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo inamaanisha unapokuwa unakula vyakula, ule ukuta wa utumbo unakuwa una ulinzi wake. Ule ulinzi unakuwa unaharibiwa kupitia vyakula, kupitia tindikali. Tindikali inapokuwa inafika kwenye sehemu za utumbo, inakuwa inaanza kupungua kupitia bakteria anaitwa kama H. pylori, ambayo husababisha kwenda kutoboa. Sasa labda tuangazie au tuelewe kwa ufupi. Kwa ufupi nini maana vidonda vya tumbo? Yaani tuchukulie mfano mdogo tu. Pengine hapo ulipo kuna ukuta. Ndio, hapo ulipo kuna ukuta au kuna wall wengine wanasema. Ukiwa kuna ukuta inamaanisha ukuta tuseme kama ni utumbo wako au ni tumbo lako. Alafu ile rangi ambayo ya ukuta pale ile kuwepo, ile ndio ulinzi wako, kama mucus ndio ulinzi wako. Alafu tuseme tindikali ni zile mvua ambazo kali zinazopiga sehemu ya ukuta wako na zina chemical kali ambayo inakuangua. Na tuseme mchwa ndio H. pylori. Nadhani hapo utakuwa umepata picha kidogo kwamba ni kitu gani ninachokiongelea. Hapo nadhani umeshanipata kunielewa kidogo kwamba ni kitu gani ambacho ninachokiongea au ni kitu gani au ni kitu gani ambacho ninachokizungumza. Sasa leo tuangalie hivi vidonda vya tumbo, namna gani mimi naweza nikaepuka, namna gani mimi naweza nikajilinda, namna gani naweza nikapunguza makali ya ile changamoto yako. Twende kwa haraka kwa ufupi. Kuna vitu vingi sana vinasababisha, pengine vingi unavijua, ikiwemo labda ukuta matumizi sana ya pilipili, pombe, sigara, vyakula sometimes vinakuwa vina acid ya kutosha ambayo inapelekea tindikali inaongezeka sana tumboni. Na hii mada ni mada nzuri sana kwa sababu inawakumba wanawake wengi sana, na sababu moja ya kuwakumba changamoto kama hizi inatokana pia kutokula kwa wakati. Watu wengi sana hawapendi kula kwa wakati, hali inayopelekea ile chemical inapokuwa inatoka inashindwa kukutana na chakula chochote. Kwa hiyo inapelekea inaanza kukuangua, au H. pylori anapokuwa anakosa chakula anaanza kukuangua utumbo taratibu, anaanza kufikia unasikia mtu mimi na vidonda vya tumbo, mimi bwana najisaidia naona damu inatoka, au wengine wanashindwa hata kufanya kazi yoyote kwa sababu ni vidonda vya tumbo. Manake wale H. pylori wanachokifanya wanaenda kutoboa ule ukuta. Inamaanisha huyo mtu ana vidonda kweli vya tumbo. Kidonda manake kidonda chochote ambacho kinatoa damu. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vitu ambavyo vinavyosababisha hivyo, au unapokaa muda mrefu, H. pylori anapokosa chakula anaanza kula utumbo wake, anaanza kula utumbo wako. Anapokuwa anaanza kula ule utumbo wako, hali inapelekea changamoto zinazidi kuongezeka mara kwa mara. Wengine unasikia bwana huyu ana changamoto hii, mwingine changamoto hii. Kuna wengine hawezi kufanya chochote ile maradhi yakimkamata. Yaani vidonda vikimshika anashindwa kufanya kitu chochote. Lakini pia tuangalie namna gani mimi naweza nikajilinda, au kitu gani naweza nikajilinda nacho, au kitu gani ambacho kuna wengine unakuta wanatumia madawa, anatumia dawa fulani, anatumia dawa fulani, hali ambayo inapelekea changamoto inakuwa ni ya kudumu, haiendi kutatuliwa. Wewe unapokuwa na changamoto kama hiyo na tindikali inapokuwa inaongezeka mwilini, unatakiwa utumie kitu ambacho cha kwenda kupunguza kile kiwango cha tindikali na kukifanya neutralize, kukiweka kiwe sawa. Na kitu ambacho unaweza kukitumia ni kitu ambacho ni asili ya beziziti, ambapo unapokuwa unakitumia kinafanya neutralization, ndio unasikia mtu anapata afadhali. Kwa unapokuwa unatumia zile dawa mfano aspirin na madawa mengine, unakuwa unajitengenezea nafasi ya kupunguza tu ile changamoto, lakini sio kuimaliza. Sasa kuna vitu vingi unaweza kuvifanya, njia namna ya kupunguza hata kama uko nyumbani. Kitu cha kwanza, punguza kutumia tindikali, vitu vyenye acid, mfano maembe, unakuta yale makali,
au unakuta utumizi sana wa chai ile ngumu, ile chai ngumu ambayo nakusudia labda ni majani mengi au na vitu vingi ambavyo vinapelekea changamoto. Lakini pia usitumie tangawizi nyingi. Tunawashauri watu wengi watumie tangawizi yogurt wakati wanapokuwa wanapata vidonda vya tumbo, ili kwa namna ya kupunguza maumivu, lakini usitumie kwa wingi zaidi. Watu wengi wanatumia kwa wingi zaidi, ambayo hali inawapelekea unakuta wanazidisha kile kiwango. Dawa yoyote ina kiwango chake. Dawa yoyote ina doseji yake. Kwa hiyo unapokuwa unazidisha kile kiwango, kinakuwa ni hatari zaidi. Hata maji, unasema maji si mazuri, lakini maji yana idadi yake kulingana na umri wa mtu, kulingana na kilo ya mtu. Mtu anashauriwa atumie labda lita ngapi kwa siku, lakini sio kwamba unatumia nini. Lakini viko vitu vingine ambavyo vitu ambavyo rafiki vya vidonda vya tumbo, unakuta labda ambao unaweza kutumia ndizi mbivu. Ndizi mbivu inakuwa inasaidia sana kwenye kupunguza yale maumivu, lakini pia inakuwa ina fibers, ina nyuzi fulani ambazo zinasaidia kwenda kuweka zile nyama ambazo zimekuwa zimetoboka kwenye utumbo. Lakini pia vitu vingine unakuta kuna papai, kuna spinach, hiyo parachichi, samaki pia inasaidia sana kwenye kupunguza kile kiwango cha madhara ya vidonda vya tumbo. Sasa kwa wewe labda ambaye unapata hii changamoto ya vidonda vya tumbo, usisite. Vidonda vya tumbo sio ugonjwa wa kusema unakuwa unakutesa mara kwa mara. Sisi tuko hapa kuhakikisha tunakusaidia kutatua changamoto yako, hasa vidonda vya tumbo. Lakini pia vidonda vya tumbo sio lazima vitokee. Unaweza ukaviwahi mapema kabla changamoto haijakuwa. Kama utapenda hii nakala hii, basi nakushauri kitu cha kufanya, unaweza ukaenda hapo chini ukacomment, ukalike, lakini pia ukasubscribe, lakini pia ukacomment neno tumbo, vidonda vya tumbo. Unaweza kaika namba yako ya simu, tutakupigia simu kuelekeza kitu gani ambacho tunachoweza kukusaidia juu ya changamoto yako na kuhakikisha unapata matokeo mazuri ya haraka. Lakini pia matibabu ambayo yanayolenga katika kutatua changamoto yako mazima, maana yake inaenda ku neutralize kile kiwango kizuri ambacho kinachotakiwa na kuhakikisha unapata matokeo ni mazuri na ya haraka, lakini pia kukujalia kuwa na afya bora. Vidonda vya tumbo ni vibaya sana kwa mtu ambaye anatafuta mtoto. Kwa mtu ambaye anatafuta mtoto, aidha mwanamke au mwanaume, anapokuwa na vidonda vya tumbo, inakuwa ni changamoto kubwa sana, ambayo anashindwa kabisa kuweza kushika ujauzito kwa mwanamke. Lakini pia hata ushikaji wake wa ujauzito unakuwa una changamoto kubwa nyingi sana, hali ambayo inapelekea unakuta mimba zinaharibika, mimba zinatoka kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni adui wa afya ya uzazi kwa mwanamke yoyote ambaye anatafuta ujauzito. Lakini pia hata kwa baba, vidonda vya tumbo unapokuwa navyo vinakusababishia hata uwezo wako, nguvu za kiume unakuwa uko chini sana. Kwa hiyo usisite kututafuta. Namba zetu utazikuta hapo chini. Kama una swali lolote, kama umependa nakala yetu, unaweza ka comment kwamba kitu gani ulichokipenda na utapendelea tuongezee au tuongelee kitu gani kwa kipindi kinachofuata. Asante, bye bye.